Nimezaliwa katika mkoa huu, katika wilaya, zamani tuliita wilaya ya Karagwe. Sasa hivi tayari zimegawanyika, zimekuwa wilaya mbili, kwa maana wilaya ya Kyerwa na Karagwe. Lakini mimi kwetu ni mpakani pale, mpakani mwa Karagwe na Kyerwa. Kwa hiyo sisi tunaweza kupata huduma kwa urahisi kutoka wilaya ya Kyerwa, lakini tuko wilaya ya Karagwe. Utalii naona kama ni kitu ambacho kilinitafuta, lakini labda ilikuwa ni talent. Na tafsiri ilikuwa labda inawezekana ilikuwa ni talent yangu, lakini nakumbuka mwaka 2004 wakati nasoma primary nilifundishwa kupiga picha. Kwa hiyo nilikuwa natumia zile kamera ndogo sana kupiga picha wakati nikiwa shule ya primary pamoja na sekondari. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikiwa napiga picha na napenda kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo lakini mwaka 2006 ndio nilikutana na kikundi fulani cha Wajerumani wa Australia. Wakawa wanatueleza walivyosafiri kwa madege kuja mpaka huku, lakini wakawa pia wana makamera yao makubwa, na miongoni mwa wale kuna mtu alikuwa na kamera kama ya kwangu. Kwa mimi nikawa kwanza ninapenda kwamba ile kukatisha mipaka ile. Yaani unakatisha anga, unasikia mtu anakuambia nimesafiri, nimekwenda wapi. Sasa hiyo kwangu mimi kwanza ikawa inani-inspire, lakini namna ya kuungana nako ikawa sio vizuri, sio njia rahisi sana kama ambavyo mimi nilikuwa naifikiria. Na hata hivyo nilikuwa siwezi kujua exactly ni kitu gani kinaweza kaniunganisha na hizi traffics za kusafiri, na sijui temu ya utalii wala hata nilikuwa sina idea. Lakini nikikaa nafikiria ningesafiri nikaenda Mwanza, ningesafiri nikaenda Kayanga, kwa sababu Kayanga pia palikuwa ni mjini kwetu sisi, ilikuwa sio rahisi kufikia, au kusafiri kwenda Dar es Salaam, ama kusafiri kwenda miji mikuu ambayo tulikuwa tukisoma kama ya Chicago, kama Bonn, kama Egypt. Yani ni vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya vizuri katika jiografia, lakini ulikuwa una wish angalau ungeweza kuwa kule. Sasa lakini tafsiri halisi ya kufilikisha kule sasa ndio ulikuwa utalii wenyewe. Lakini sasa hiyo ni kabla ya kujua. Sasa baadaye nilivomaliza kidato cha 4 nilijiunga moja kwa moja kutokana na mazingira yetu ya kifamilia, nilijiunga moja kwa moja na chuo cha utalii. Kwa nilikwenda Arusha, nimefanya feed yangu hapo Arusha. Kwa mimi nikawa na hudumu kama trainee katika mahoteli ya kitalii, lakini baadaye nikafanya safari za kwenda hifadhini kama sehemu ya practical. Na basi baada ya pale wakati namalizia feed yangu na nini, nikachukuliwa pia Tabora kuhudumu katika hoteli ya Tabora, Orion Tabora Hotel kama reception. Baadaye nikahudumu pia kwa hoteli nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Frankman Palace ya Tabora kwa muda kadhaa. Basi 2012 nikarudi, nikawa nimehudumu pia katika hoteli za hapa Bukoba. Lakini nikafikiria ni lazima niendelee kufanya tourism, kwa sababu tourism ndio ilikuwa sasa hapo imepanda, usingeweza kubadilisha mawazo yangu. Nilikuwa nafikiria sana mapana makubwa sana ya kuwekeza katika utalii. Kwa hiyo namna ya kwenda ikawa ni ngumu, lakini baadaye nikapata nafasi ya kujoin Kiloera Tours mwaka 2015. Ambapo sasa nimehudumu hapo kama staffu awali, baadaye nimekuja ku-upgradiwa kuwa mkuu wa ofisi ya utalii ya Kiloera Bukoba, zikiwepo ofisi kama 3 Tanzania. Hapa kulikuwa na Bukoba, ya Mwanza na Dar es Salaam. Kwa hiyo katika kipindi cha muda fulani nilikuwa naunga operations za Dar es Salaam, na katika kipindi cha muda fulani nilikuwa nakalia katika maamuzi ya ofisi kuu ya Bukoba ambayo ndio chanzo cha Kiloera. Kwa hivyo sasa ndivyo nilivyoingia katika kitu kinachoitwa utalii. Lakini hakukuwa na tafsiri halisi ya kujua kwamba mimi nilikuwa na sosi ya kujua utalii. Hapana, mimi nilijua utalii kutokana na kuhitaji kusafiri. Sasa ile tafsiri yenyewe ya utalii ndio ninayosema kwamba unaposafiri kutoka mahali kwenda mahali pengine kwa malengo tofauti yanaweza kukutemu kama utalii. Hiyo ndio tafsiri halisi ya utalii. Kwa sasa mimi nilijikuta tayari nimeingia kwenye utalii pasipo kujua utalii. Unauzungumziaje utalii baada ya kuingia? Kulikuwa kuna changamoto kubwa moja ambayo mimi field nilizozifanya katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania ilikuwa ni tofauti kwenye practical na field za hapa. Kwa hiyo sasa by the way namna ya kuuza Kiloera
haikunihitaji mimi kuzungumzia Bukoba, ilikuwa inanihitaji kuzungumzia Tanzania. Kwa hiyo Tanzania pia ndio sasa mimi ambayo niliwahi kudumu kidogo ukanda wa kaskazini mwa Tanzania, ambako sasa ndio tunasema ni kitovu cha utalii Tanzania. Lakini katika utalii wa Tanzania, hicho kitovu cha utalii bado sasa hivi kimkakati kimeenda kinaongeza maeneo mengine kama nyanda za juu kusini, ukanda wa mashariki pamoja na ukanda wa magharibi. Kwa katika ukanda wa magharibi sisi ndio unapoweza kutukuta katika hizi hifadhi za Burigi Chato, Ibanda Kerwa, Rumanyika, Karagwe, Rubondo, Mahare, Gombe pamoja na Katavi, naweza kusema. Kwa uhakika hizi ndio kanda ya magharibi. Sasa hii kanda ni kanda ambayo kwa kweli haijawa na matangazo mengi hata kupitia katika vyombo vikuu vya kiserikali. Na serikali imekuwa ikijitahidi kuwekeza nguvu nyingi sana, lakini tuna wataalamu wachache sana katika ukanda huu. Kiachana wataalamu wa masokwe ambao ndio maalumu pale Gombe, lakini hapa ukiondoa na wale wataalamu ambao wamewekezwa huku na serikali, basi watu wengine waliobaki kuzijua hifadhi ama kujua vivutio ni wachache sana. Kuna sasa sisi tuko kwenye nafasi ya watu wale wachache sana ambao tuko kwenye jamii kwenda kuungana sasa na vivutio vyenyewe vya kiutalii. Nikiwa ndani ya Kiroyera nimefanya operation nyingi sana za kiutalii zinazohusisha watalii kutoka mataifa mbalimbali. Naweza kusema bara la Asia, bara la Ulaya, bara la Australia, bara la Amerika. Nimepata testi nyingi sana ya uhitaji wa wageni, tumewahudumia vizuri, lakini pia tumeendesha kampeni za kutangaza zaidi, tukishirikiana na kutangaza zaidi utalii wa ukanda wetu wa magharibi, kuunganisha na ukanda wa kaskazini mwa Tanzania ambao ndio kitovu cha utalii, pamoja na utalii wa nchi jirani za Rwanda pamoja na Uganda ambako tunakwenda kwenye masoko. So, hapa kuna kazi kubwa sana. Na kwetu sisi ilikuwa ni muda mwafaka serikali iliposema tunafungua hifadhi za Burigi pamoja na Ibanda na Rumanyika. Tunasema hivi kwa sababu tumekuwa tukimarket tukisema sisi tuko katika ukanda tuko katikati mwa gorilla na Serengeti. Ukisema gorilla duniani unaimaanisha Uganda au Rwanda, pamoja na Serengeti ni zao kubwa sana la utalii ambao huyu mtu aliyepewa mamlaka ya kutangaza utalii Tanzania Tourist Board amekuwa akipeperusha bendera kupitia zao hili kubwa la Serengeti, Kilimanjaro and Zanzibar. Umeeleza namna ambavyo umeweza kufanya maeneo tofauti tofauti ikiwemo kaskazini ambako utalii hasa unaelezwa kushamili. Pengine unafikiri kwa nini Kagera, licha ya kuwa na vivutio vyote ulivyoweza kubainisha hapa, bado haujawa mkoa ambao umeshamili katika eneo la utalii? Kupitia sera ya utalii ya mwaka 99, kutangaza utalii ni kazi ngumu sana. Na naamini kwamba hata serikali inatumia gharama kubwa sana kutangaza utalii ule ambao umeondoka. So ukiangalia hata katika historia ya miaka 1960 hatukuwa na vivutio vingi wala vilivyojulikana sana duniani kama ambavyo sasa hivi vimefahamika. Kwa hivyo sasa kuna hatua nyingi sana za kukuza eneo kulipeleka katika kivutio cha utalii. Zipo hatua kama 4. Kwa hiyo hizi hatua kuna hatua ambazo hasihusu serikali. Kuna hatua zinazohusu wananchi wenyewe, kuna hatua zinazohusu wadau wenyewe. Na tunaposema wananchi au wadau wenyewe ni kwamba wale watu wanawekeza nguvu zaidi na wanawekeza nguvu za kifedha. Kwa hiyo unakuta uchumi wa watu ulioko pale, muinuko wa watu ulioko pale ndio unaoweza kupelekea maeneo kujulikana kiutalii zaidi, kwa sababu wale watu ndio wanaoiambia serikali. Nitasema Kiamnene imekuwa ikipromotiwa na Kiroyera kuanzia miaka ya 2002. Leo Kiamnene imeingizwa katika mpango wa TFS wa kiikolojia maalum, ambapo watu wanakwenda wote wanaona kuna
kitu, lakini hiki kitu tumekitangaza kuanzia muda mrefu na tumetumia gharama kupeleka watu pale. Leo watu wakienda wanapoona ni pazuri sana, lakini tumewashawishi TFS wakifanye vile na wao wametusikiliza. Bahati nzuri kumekuwa na mradi wa kiserikali wa kiikolojia utalii, wamekiingiza mle, kimefiti, sasa tunakiona ni kivutio cha utalii. Lakini kusema ukweli, kuna uwezo mkubwa wa kiprofessional, uwezo mkubwa wa kiasili unaohitajika ndani ya wazawa, unaotakiwa kuongeza, kusukuma, kuchochea serikali kumwambia hapa tuna hiki. Na sisi tumekuwa kwenye kampeni hizo nyingi sana. Tuna kampeni nyingi sana kupitia majukwaa ya utalii ya mkuu wa mkoa. Tuna kampeni ambazo tumezitoa kwenye taasisi yetu, tumeziendesha pale makumbusho ya taifa miaka 2019 na 2020, ilikuwa nazungumzia utalii wa ndani. Na hiyo ilikuwa ni kabla ya COVID. Kwa sababu tulikuwa tunaangazia kusema kwamba utalii wa ndani unaweza ukawa na matokeo makubwa sana kuliko utalii wa kimataifa. Kwa hiyo sisi kwa hapa Kagera bado kuna hatua nyingi ambazo jamii yenyewe haijatilia mkazo zaidi kuweza kukimbilia hii idara ya utalii na kuona kwamba utalii ni nini, kwa sababu utalii wenyewe ni mpana. Kwa sasa hivi mimi kwa uwezo wangu ambao nimefikia wa kioperation, naona jamii iko nyuma sana na serikali iko mbele, na naweza kudhibitisha hili nikieleza halisi zaidi baada ya kufunguliwa kwa hifadhi ya Burigi. Hifadhi ya Burigi iko umbali wa kilomita 180 kutoka hapa, hata kupitia hii geti ya karibu sana ya Ruhita kutokea Karagwe. Lakini unaweza kuendesha kutoka hapa kwenda mpaka Kayanga, hujakutana na hoteli, hujakutana na curio shop. Hizo ni nafasi za wananchi. Ukiingia hifadhini kwenyewe hakuna petrol station wala garage. Hizo ni nafasi za wananchi. Na hizo serikali haiwezi kuwekeza humo. Kwa hiyo sasa hapo naweza kuprove kwamba kusema ukweli, mchocheo aidha elimu ya wananchi kujua utalii waweze kuwekeza katika hivi vitu bado iko chini. Bwana Jackson, nyie mmefanya nini kama wadau ambao sasa mmetangulia, angalau mmekuwa na jicho la tatu katika swala la utalii? Mimi nilipoingia katika kampuni yangu ninayofanya kazi Kiroyera, nilikuta wameandika kitabu cha Bukoba Monuments. The Bukoba Monuments Books ilifanyika mwaka kama 2004 na 6, ilikuwa inahusu vivutio vilivyoko ndani ya mji wa Bukoba. Hiyo ilikuwa ni kutangaza kwamba uwezo ukawa Bukoba ukasema hapa Bukoba hatuna vivutio vya utalii ndani ya mji wa Bukoba. Ni studies zimefanyika kabla mimi kujiunga na Kiroyera. Kwa hiyo tumejaribu ku highlight, tumeonesha ukiwa ndani ya mji wa Bukoba kihistoria, ufahamu mji wa Bukoba ulivyoanza. Kwa hiyo hicho kitabu kipo, lakini tuna kitabu kingine, studies nyingine zimefanyika kwa sababu muasisi wa Kiroyera ni miongoni mwa waanzilishi wachache waliokwenda kuanzisha utalii katika nchi za Botswana mwanzoni mwa miaka ya 90, mwanzoni mwa miaka ya 70. Kwa hivyo sasa huyu muasisi hata alivyorudi alifikiri Bukoba itakuwa kama Botswana. Alifikiri Bukoba kutazidi hata kanda ya kaskazini pamoja labda na Zanzibar, kwa sababu ya uwezo wake mkubwa walioutumia kuendeleza utalii katika nchi za Botswana. Kwa hivyo sasa hizo studies zote, kama hizo studies za Bukoba Monuments, ni page kubwa sana. Kuna pages nyingi sana pale zinazoelezea vitu vya mji wa Bukoba, lakini kuna Bukoba the Other Africa. Bukoba the Other Africa na yenyewe ni study ambayo ilikuwa inaandika kuhusu Bukoba na vitu vya Kagera, ambapo sasa katika miaka ya 2006 na kuja mpaka 2008 ilieleza namna ya kuweza ku-upgrade hizi hifadhi zetu za Burigi Chato leo, ambapo zamani yalikuwa ni mapori ya akiba ya Kimisi, Biharamulo, Ziwa Burigi, maeneo mengi sana yalikuwa yametengefu. Katika study ile ya Bukoba the Other Africa yalielezewa kwamba watu wangekuja kufanya utalii, na ilipendekeza zaidi sehemu hii kubadilishwa kuwa sehemu ya national parks. Na tumekuwa na vikundi maalum vya watu ndani ya utalii, ambapo tulihusisha walemavu katika historia fupi ya mwendelezo wa kuibadili Kiroyera, ambavyo pia mimi nimevikuta na tumevifanya. Lakini tumekuwa na community involvement
tumefanya kazi na watu ambao wako karibu, hasa ukiendesha kwenda nje ya mji wa Bukoba, tunakwenda kupata vyakula vya asili. Lakini tumeendeleza kampeni za kulitangaza Ziwa Victoria kama sehemu ya kivutio maalum duniani na katika ukanda wa Afrika, pamoja na vitu vyote vya Kagera, tukihusisha na kuanzisha maruti mapya ya kiutalii kuonesha kwamba haya maeneo ni muhimu sana, hasa watalii wanaokwenda kwenye masokwe Rwanda pamoja na Uganda. Wanapopitia maeneo haya watakuwa na kitu kipya cha kuona, na tumeendelea kushirikisha wanafunzi kuungana na makumbusho za Kiroyera za Kagera Museum. Wanafunzi tunawafundisha utamaduni wao, tunawafundisha historia zao, na tumeunganisha pia makabila mengine kutoka mikoa mingine yamekuja hapa, tumeyinvite, tumeyafundisha kuhusu utalii. Kwa hiyo in a brief, tumefanya kazi kubwa sana. Kiroyera imefanya kazi kubwa sana, na mimi naweza kuona kwamba mimi najionea ufahari kuwa ndani ya operation za Kiroyera, kwa sababu kuna watu hawawezi kuzungumzia hivi, lakini wamesoma, wako na level nyingi sana za kiutalii na hawajafanya practical kama ambazo sisi tumezifanya. Kwa mimi miaka yangu 10 ya kuwa Kiroyera nimefanya operation nyingi na tumefanya mambo makubwa ambayo tunaweza tukamwambia mtu anaweza kukaa hapa siku 17 hajasimama ndani ya mkoa wa Kagera. Unatoka hapa Ziwa Victoria, tunakupeleka kwenye mapango, tunakutoa kwenye mapango, tunakupeleka kwenye nature reserves, tunakutoa kwenye nature reserves, tunakupeleka kwenye watu, tunakutoa kwenye watu, tunakupeleka kwenye mashamba ya makawa, tunakutoa kwenye mashamba ya makawa, tunakupeleka kwenye mito, tunakutoa kwenye mito, tunakupeleka, yani 17 days hujakaa, na kila sehemu bado unahitaji kuendelea kukaa zaidi ya siku moja ambayo sisi tumeipanga. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kwamba tumefanya kazi kubwa sana, na tunafurahi kuona serikali kwamba sasa na yenyewe imekuja kwa nguvu hii baada ya mwaka 2019, lakini tunatoa wito mwingi sana kwa jamii, kwa sababu fursa nyingi sana ziko kwa jamii. Kwa hiyo jamii isipoamka, tunaweza tukamwambia serikali tusaidie kubadili sera, kwa sababu tumekuwa kwenye mabadiliko ya sera ya utalii mwaka 99 ambazo hizo jitihada nadhani zimesimama kidogo, lakini zinaonesha ni kwa namna gani watu wa hapa tuko kwenye usingizi. Unafikiri kama vivutio vya utalii vilivyoko Kagera vikiendelezwa na kutangazwa ipasavyo, vina uwezo wa kuchochea uchumi kwa kiasi kikubwa sawa na maeneo mengine ya kiuchumi kama zao la kahawa? Hii sekta ikiendelezwa hapa tunaweza, kwa sababu sasa hivi tuna maboresho mengine ambayo yanasema sisi tuna vitu vingi ambavyo tuna utalii wenyewe, lakini tuna kahawa ndani ya utalii ambao watu wa hapa wanalima kahawa na ni kahawa inayopendwa duniani. Katika kumalizia, ni kipi ambacho unaweza kuambia wadau wa utalii, jamii pamoja na serikali katika kuinua utalii mkoani Kagera? Mimi ninafurahi kuona ninyi mnaojitokeza kwa njia za kujitolea katika namna hii, mnaonekana kwa sababu hata elimu kama hii kuisema, iwapo itawafikia watu wengi, itakuwa ni faida kwa watakaoifanyia matendo na itakuwa ni faida pia kwa watakaosikiliza. Lakini naweza kusema tuna namna ambavyo inatakiwa tuamke, tuzichungulie hizi fursa kwa jicho la ego, tuzichungulie hizi fursa, tuweze kuwekeza mle. Kuna matajiri, kuna watu ambao wana uwezo wa kati, kila mtu anaweza kuwekeza kwa uwezo wake, lakini kuwekeza katika sekta ya utalii, tuwekeze katika sekta ya utalii. Na watoto wetu wengi wamesoma mambo ya utalii kutoka mkoa huu, hata wengine wamekuwa katika mabodi ya utalii, ndio wanaokuwa hata wengine wanatutia moyo, nasema msiache.